hii ni shati. Hapana, kuna principles za shati, kuna kanuni za shati, kuna kanuni za gauni, kuna kanuni za suruali, kuna kanuni za suti, kuna kanuni za dela, kuna kanuni za kila nguo ya kike na ya kiume. Na ndio maana neno likasema asivae mtu yeyote nguo isiyompasa. Kwa mfano, huwa ndio maana naambia jamani, Biblia inasema hivi, mwanamume asimvae nguo impasayo mwanamke. Ndio. Haikuzungumza habari ya suruali. Acheni mafundisho ya uongo. Kibiblia suruali ni pensi. Kibiblia ni boxer, ndio suruali. Na hicho kipimo na jina alitoa Mungu mwenyewe akimpa Musa. Kwa hiyo hii nguo unayosema wewe ni suruali, mimi sijui jina lake, labda najua jina la Kiingereza ni trouser, lakini la Kiswahili sijui. Ndio. Kwa hiyo unapomwambia mtu asivae suruali, umeitoa wapi? Hivi kweli mwanamke yote mwenye akili anaweza akavaa pensi akatembea barabarani? Huyo hana akili. Kweli, akana mahala wewe. Sababu hiyo ni nguo ya ndani. Hata mwanamume ukimwona anavaa makaptula, unajua na shida. Hiyo ni nguo ya ndani. Wanavaa kaptula watoto, vijana hawa wadogo. Lakini mtu mzima unavaje kaptula? Ndio maana jamani, hivi mimi hapa nivae trouser ya kike ni sawa? Maanake hiyo inampasa mwanamke. Lakini nimevaa hapa, mnanishangaa kwa sababu nimevaa sawa sawa. Si ndio? Kwa hiyo mchungaji yote anayekufundisha kwamba eti vazi refu lile ni suruali, muongo. Tena mwambie kabisa wewe muongo. Kwa sababu kibiblia suruali ni boxer ambayo Mungu alimwambia Musa wale wahudumu wa madhabahuni wa kina Haruni wavae ili kujistiri. Jamani, mimi hapa ningevaa blouse, si mngekuwa mnachekea chini chini huko? Kwa nini? Hainipasi kuvaa. Mwanamke mwenye akili akivaa nguo hiyo ndefu au gauni kama aliyovaa mama yangu, yuko salama zaidi, si ndio? Nalo. Tunachokataa, kuna nguo za Yezebeli, hizo zinajulikana, nguo za makahaba. Mtu mwenye akili huwezi kuvaa taulo ukatembea barabarani. Zile nguo za kulalia, nguo za ndani. Sasa ukimwona mwanamke kavaa vile, aidha umuelimishe, umsaidie kwamba hiyo ni nguo ya ndani, haivaliwagi nje. Lakini ukimwona kavaa suruali yake nzuri, imestiri mwili wake kama Mama Samia anavyovaa, yuko sahihi. Sawa? Ila kama utavaa kasuruali kaliko bana kanaonyesha viungo, hiyo ni mavazi ya Yezebeli. Hatuwezi kukuunga mkono, pamoja na kuwa ni suruali, pamoja na kuwa ni nguo hiyo, lakini sio ya stahili mwanamke mwenye heshima. Maana hiyo nguo unayovaa ya kubana unamvalia nani? Labda wale wanaotangaza biashara. Sawa? Lakini kama unajistahi, utavaa nguo yako ya heshima iliyostiri mwili wako, iliyostiri maungo yako, hakuna shida. Chapia Yesu makofi ya kwa mchungaji yote anayekulaumu kwa kuvaa suruali, ajui maana ya neno suruali. Sawa? Nimekuweka sawa tu mlango wa magharibi. Namba 3, kusini. Kusini ili ni lango la maji. Lenyewe linahusika na imani. Unapoona dini za uongo, basi huo ndo mlango wake. Unapoona shuhuda za uongo, miujiza ya uongo,
Unapoona watu wanapenda miujiza badala ya kumpenda Mungu, mlango wake ni huu. Unahusika na maji. Amen. Ndio maana mahali popote penye uongo, maji ni kipaumbele. Kweli. Na vimiminika ni kipaumbele. Kwa sababu hilo ndio lango linaloshughulika na medani hizo. Naloli baba. Sawa? Amen. Ndio maana unapoona manabii wa uongo, siji vitu gani, ni kusini inahusika. 4, mwisho ni kaskazini. Hapa panashughulika na vita, magomvi, umbea, unafiki, hila, wizi, ufisadi. Unavyoona watu wanatupiga kwenye taifa, lango ndo hili. Na muhusika ni huyo huyo. Yeye kazi yake kuinua watu wa ovyo ili wawatamanishe watu wazuri kuwa watu wabaya. Na hili ndio linalofanya ndoa nyingi leo ziko ICU, kwa sababu ndio mlango unaofarakanisha. Ukisikia farakano linapatikana hapa. Mtu anafarakanisha familia inafarakana. Unaposikia mashoga, unaposikia wasagaji, basi mlango ndo huu. Wenyewe unashughulika kuzalisha watu. Sasa hizi tawala au hizi mamlaka kama ziko kazini na wewe, utaisikia kwenye redio maisha mazuri. Hata ufanyeje, bila kuhakikisha haupo kwenye himaya yao, utakula keki sana, utakanyaga mafuta sana, lakini hali yako iko pale pale. Ndio maana Yesu alisema mtu mwenye akili anapokwenda vitani anamfunga kwanza yule mkubwa, ili akishamfunga basi utawala ni wa kwake. Kwa manake hata wewe ufanye maombi na maombezi, lakini kama hujajua kiini cha tatizo lako, maisha hayatawahi kubadilika. Yatabaki yale yale. Mwisho utamaliza waganga, lakini hakuna majibu. Utaondoka kwa wachungaji, utaenda kwa waganga, hakuna majibu. Huku utakanyaga mafuta, ukienda kule utapigwa fusho, hakuna majibu. Huku utachanjwa, huku utaangushwa, hakuna majibu. Kwa sababu hakuna mahali utapenya wakati upenyo haupo. Umezuiwa kila kona. Unawezaje kutoka? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa twende kwenye mfano kabla hatujaendelea. Hizi tawala leo tunataka tuachane nazo. Amina. Leo zitaondoka zikuachie. Alafu uone miezi michache ijayo maisha yako yatakuwaje. Amina. Sasa naomba mtu mmoja hapa asimame hapo katikati. Sasa huu ni mfano hai ambao unatakiwa kuelewa. Na ndo wewe. Sasa huyu amezaliwa. Kuzaliwa kwake huyu alitokea hapa. Hebu njoo andika mashariki, magharibi, kusini na kaskazini. Sasa huyu ni mtu ambaye amezaliwa duniani na baba na mama. Lakini si huyu anazaliwa, nyota yake iliyosoma ni hii hapa. Sawa? Hii ndio iliyosoma kwamba huyu anaingia kutoka kusini, anaingia katikati ya mchezo, si ndio? Ile kisha soma inaambatana na malaika ambaye amepewa huyu na Mungu, haijalishi anayo dini ana dini. Huyo malaika anakuwa anazaliwa na huyu. Sawa?
Huyu akishazaliwa, yule malaika anajua kwamba huyu akifikisha miaka 18 anatakiwa awe amemaliza form 6. Huyu katika maisha yake Mungu amepanga atakuwa katibu mkuu wa wizara ya afya. Huyu anajua, haijalishi amezaliwa na mama mganga, haijalishi amezaliwa na mama kahaba, haijalishi amezaliwa na mama mlevi. Tuchukulie mfano, huyu ni Yabesi. Huyu ni Yabesi. Yabesi aliyemzaa Yabesi alimpata mimba ya Yabesi akiwa nje, hajaolewa. Manake amefanya nini? Uzinzi. Akampata nani? Yabesi. Yabesi huyu anajifahamu kwamba yeye mlango wake ni huu, anajua ozi yake ni nini. Yabesi anakuwa anasikia habari kwamba yeye ni mtoto wa nje. Huyu ni Yefta, anajua yeye ni Yefta, lakini alimzaa nje. Huyu yuko sawa. Sasa shetani anachofanya, ile falme inaruhusu kwamba Bwana, kuna mtu anazaliwa anaitwa Doris. Huyu Doris akifikisha huyu ukimwacha akikua, akifikisha miaka 20 atatusumbua. Huyu atakuwa mchungaji, huyu atakuwa rais aliyeokoka, ataendesha haki kwenye nchi. Huyu hatakiwi. Hizi tawala zinapewa kazi ya kufuatilia maisha ya huyu mtu. Inachokifanya, inazuia milango ya huyu kuingia. Asubuhi haingii, jioni haingii. Huyu mama yake anaanza kulaumu, mtoto gani? Mtoto halina akili, mtoto halina akili. Huyu anaanza kuwa kahaba, lakini yeye mwenyewe hapendi. Na ukimuuliza haliziki na hiyo hali, kinachomzuia asiwe yeye ni nini? Ni ile nguvu ya uharibifu iliyowekwa. Huyu kila akitaka kuingia hawezi. Hawa wakuu wamezuia, hawezi kuingia. Na hii jamii ni watu wengi mno wanaishi haya maisha, lakini hawaelewi. Huyu kashakanyaga mafuta sana, kashakula keki sana, kashanunua na sabuni, kashakunywa na maji sana, lakini maisha haijawahi kubadilika. Na wako wengi mno. Kitakachomsaidia huyu ni pale atakaporuhusiwa kuingia. Akishaingia, inasema miaka 5 huyu atakuwa nasari. Akitoka nasari, huyu ataenda mpaka atafikia kuwa hapa, atakuwa nani? Katibu mkuu. Akiwa katibu mkuu, ataanza kumiliki malango yote, yanafanya kazi na yeye. Lakini lango limefungwa, haingii. Maisha yanabadilikaje huyu? Na nikuhakikishie leo, kuna mtu tutamchomoa hapa, atakuja na ushuhuda hapa. Haijalishi ulikula keki miaka mingapi, haijalishi kanyaga mafuta miaka mingapi, ulikuwa unashindwa kuelewa utoke vipi. Kuna mahali lazima ujue kutoka. Usipotoka hautoki. Kuomba sana sio ujanja, kuchinja sana sio ujanja, kuua wachawi. Kuna watu wameua wachawi mpaka mama zao, lakini maisha haijawahi kubadilika. Lakini unajiuliza kwa nini maisha hayabadiliki? Kwa sababu huna mlango wa kutoka na kuingia. Jua linakupiga mchana, mwezi unakupiga usiku. Hakuna kinachoendelea. Ndoa imeharibika, hakuna ndoa, hakuna mume, hakuna elimu, hakuna hela, hakuna darasa, kila kitu kimeharibika. Na hii ndio dunia, na hizi ndio Mungu alibariki akasema, kupitia wewe mashariki, magharibi, kusini, kaskazini watu watabarikiwa. Sasa wewe mashariki haisomi, magharibi haisomi, kusini haisomi, kaskazini haisomi, unatokaje? Unatokaje? Waka wakufosi, umefosi hamna kitu. Umekopa kausha damu hamna kitu.
hakuna kitu. Kila unavyofanya mpaka simu umebadilisha na laini, maana